Tanzania imehitimisha uchaguzi wake huku macho yote ya ulimwengu yakielekea kule. Ila hakuna jicho linalopenya kufahamu kile kinachojiri nchini humo, kwani mitandao ya kijamii imezimwa na vyombo vya habari vimebinywa. Je, kauli ya muasisi wa taifa hilo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inatimia kuwa wananchi wasipopata mabadiliko kwenye Chama cha Mapinduzi watayatafuta kwengineko? Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anauliza iwapo wakati wa mabadiliko nchini humo ndio huu. Tanzania, taifa lililozoeleka kuitwa kisiwa cha amani, leo limegeuka kwa kisiwa cha majonzi, moshi na machozi. Jumatano ulimwengu litazama kwa mshangao taifa lilokuwa likihubiri utulivu likigeuka uwanja wa vita vya raia na dola. Vituo vya kupigia kura viliwaka moto, macho wananchi yakibubujika hasira na mitandao ya kijamii. Pumzi ya karne hii ya habari ikazimwa kana kwamba giza linaweza kuficha ukweli. Hili si jambo jipya kwa walokuwa wakisikiliza maneno ya busara ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliwahi kusema kwa upole wenye hekima, lakini leo maneno hayo yamekuwa kama msumari wa moto moyoni mwa taifa. Maneno hayo yamegeuka unabii unaotimia machoni petu. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Kwa muda mrefu wananchi wamekuwa kama kuku aliyekuwa katika kiroba. Anajua anatoka lakini hajui lini. Wameahidiwa maendeleo wakaishia kupata maneno. Wamehubiriwa amani wakaona ukimya wa uoga. Wameambiwa demokrasia wakaletewa amri. Lakini hata maji yakichemka hufika kiwango cha juu, na sasa hasira wananchi imefikia kiwango hicho. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alipewa nafasi ya kuwa mama wa maridhiano, anaonekana sasa kama mama anayewatisha watoto wake kwa fimbo badala ya kuwafariji kwa busara. Upinzani umefungiwa nje uwanja, viongozi wake kama Tundu Lissu na John Heche wamezuiliwa na wananchi wameachwa bila sauti. Je, uchaguzi bila upinzani bado ni uchaguzi au ni maigizo ya demokrasia kwenye jukwaa la hofu? Wanasema ukinyamaza kwa hofu utalia kwa maumivu. Serikali ilidhani kuzima mitandao ni kuzima sauti za wananchi, lakini historia imetuonesha sauti ya umma haina off button. Watu wanaponyimwa kalamu hutumia mawe, wanaponyimwa maneno hutumia moto. Moto wa Arusha na mengineyo usijali, bali ni kilio cha watu waliokosa kinywa cha kusema. Kama vile ndege mjanja ajengavyo kiota chake mbali na mti unaokatwa, Watanzania wameanza kutafuta mustakabali wao nje ya kivuli cha chama kimoja. Ni hatari kubwa kwa taifa lilojengewa ahadi yake kwa hekima na umoja. Amani si ukimya wa bunduki, ni uwepo wa haki. Na haki ikikosekana hata malaika hushindwa kuimba amani. Sasa taifa lipo gizani, si giza la jua kuzama, bali giza la kufikiri, la kuogopa, la kukata tamaa. Mitandao imezimwa, midomo imefumbwa, lakini mioyo inawaka moto. Moto huo hauwezi kuzimwa kwa polisi wala tangazo la serikali. Moto wa mabadiliko hauzimwi kwa amri, huzimwa kwa haki, wazi na uongozi wa kweli. Tanzania imefika kwenye msalaba wa historia. Ni ama ichague kurudi kwenye misingi ya utu na uhuru wa Nyerere, au izame kwenye giza la uoga na utawala wa mabavu. Samaki mkunje angali mbichi, bado kuna nafasi ya kurekebisha, lakini muda unakwenda. Kwa sasa taifa limezama katika giza, lakini kama walivyosema wahenga, giza nene zaidi utanda kabla ya alfajiri. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Swali ni hili, je, alfajiri ya mabadiliko Tanzania itachomoza kwa nuru ya matumaini au cheche za mapambano? Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa.